Hapa mnanisema mimi, si ndio? Yaani wewe unakaa na huyu kinuka mkojo mwenzio, mnakaa hapa kunisema mimi nina njaa. Wewe lini ulinilisha wewe? Sina kuuliza wewe kibaka, wewe lini ulinilisha wewe? Ona sura ilivyokopo ndogo, tafikiri vidonge. Muone alivyokuwa mweusi kama usiku wa manane. Jeusi! Mpumbavu mkubwa wewe. Eti mama ngangana na njaa. Lini ulinilisha kenge wewe? Lini? Uwe na adabu kama ushaanza kutukana wazazi wako huko sio kwangu mimi, nakwambia ukome siku nyingine. Mshenzi mkubwa. Alafu wewe, lakini tena wewe nyamaza mama. Alafu huyu tangu juzi ananiletea kibaka mwenzie, eti ananiambia ananitaka. Kibaka mwenzie huyu mchafu ananiambia mimi ananitaka. Wewe umemleta kinuka mkojo mwenzio wewe mtoto huyu atakuja kunibaka huyu. Wewe utanibaka ipo siku wewe. Karibu kwenye himaya ya mama wa Nuru. Leo nakupatia nguvu. Utaweza kuiponya dunia nzima. Kuanzia leo nimekupatia nguvu. Utaweza kuuponya ulimwengu mzima. Utaweza kuwagusa watu wote wenye madhila na watakuamini vilivyo. Ila kwa sharti moja tu. Itakupasa uitelekeze familia yako. Hapana. Wewe ni nani? Huwezi kutoka katika nguvu za Mungu na kuingia katika nguvu za giza. Hivyo tafadhali acha. Sasa kilicha kukuta huko ndo pana kustahili. Lazima tutatikata. Vipi mwanangu? Kama mwanangu. Nakuona unatulia nyumbani tu hapa. Vipi? Nasaidia kazi hapo. Wewe kazi gani mwanangu? Mdoto umeganda nyumbani tu. Utokea takati hapo. Bi mkubwa lejao siku hizi. Sitoki hapa. Unazingua mwanangu. Wenzako sasa hivi jana wenzako tunapiga kazi uko dumu moja jelo uko unapata pesa. Alafu yule bi mkubwa wako ana njaa kweli yule. Ule tafuta pesa unamnyamazisha. Kwa hiyo nyinyi mnakaa hapa mnanisema mimi, si ndio? Yaani wewe unakaa na huyu kinuka mkojo mwenzio, mnakaa hapa kunisema mimi nina njaa. Wewe lini ulinilisha wewe? Sina kuuliza wewe kibaka, wewe lini ulinilisha wewe? Ona sura ilivyokopo ndogo, tafikiri vidonge. Muone alivyokuwa mweusi kama usiku wa manane. Jeusi! Mpumbavu mkubwa wewe. Eti mama ngangana na njaa. Lini ulinilisha kenge wewe? Lini? Uwe na adabu kama ushaanza kutukana wazazi wako huko sio kwangu mimi, nakwambia ukome siku nyingine. Mshenzi mkubwa. Alafu wewe, lakini tena wewe nyamaza mama. Alafu huyu tangu juzi ananiletea kibaka mwenzie, eti ananiambia ananitaka. Kibaka mwenzie huyu mchafu ananiambia mimi ananitaka. Wewe umemleta kinuka mkojo mwenzio wewe mtoto huyu atakuja kunibaka huyu. Wewe utanibaka ipo siku wewe. Sio bure mwizi huyu. Nataka kuibia mundani. Na ndo ndomeka kampanga aje kuiba. Jamani, mimi ni Wakeni hapa. Kwa nyinyi. Washenzi wakubwa nyinyi. Na wewe ukirudi leo utanikoma leo. Labda usirudi, sio mimi, mshenzi mkubwa wewe. Habari yako?
Nzuri. Mbona uko hapa? Nimekuja kwa sababu unaonekana wewe ni mtu mwenye nguvu sana, ili hali ya kuwa hutambui nguvu ulizo nazo. Nguvu? Unazungumzia nini? Kama unahitaji kuzitambua nguvu ulizo nazo, ni vyema ukubali kuungana na mimi. Nguvu? Nguvu. Vipi hali? Safi, Bwana Yesu asifiwe. Nikusaidie nini? Nadhani sura yako songeni kwangu, na najiuliza uliwezeje kufika mazingira kama yale, na ikiwa sio hapa ilikuwa ni mbali sana. Yaani mara amekuja mtu hapa ananiambia masuala ya nguvu, na wewe unaniambia kufika wapi? Sikuelewi. Mimi tangu asubuhi niko ndani. Sasa nashindwa kuelewa unavyoniambia masuala ya kufika eneo lile. Bwana, sikiliza nikwambie. Kama huna cha kuongea, tafadhali nakuomba uondoke. Hata kama duniani wawili, sio hivyo ndugu yangu. Ni wewe, nilikuona wewe. Kwa hiyo nahitaji kujua uliwezeje kufika. Naona wewe utakuwa sasa hivi umeanza kuchanganyikiwa. Mimi pastor nimechanganikiwa. Oh Jesus. Nakuomba ondoke. Okay. Nadhani kuna muda ukifika utaelewa hiki ninachokwambia. Wacha nikuache. Nakupa adhabu. Shamba la dada kalili. Sawa. Inafaa nikupatie adhabu. Adhabu ya kulima shamba peke yake haitoshi, na bado. Nyosha mkono. Tuliza mkono. Wewe hakikisha unaweka vizuri. Mage huo mzigo wenyewe hela kubwa sana. Habari ya saizi kijana. Bwana Yesu asifiwe. Vipi, mbona kama unaona una tatizo la kichwa kinakugonga? Kichwa kinauma. Baba, naamuru kwa uwezo wako. Baba, naamuru kwa nguvu zako. In the name of Jesus. Achilia ugonjwa unaomsumbua huyu kijana. Achilia Baba. Nenda ukamfanye awe mzima hivi sasa. Ameamka mzima katika shughuli zake leo, ameshindwa kutwa mzima, lakini ifikapo sasa hivi anajisikia vibaya. Baba, naachilia nguvu zako. Yesu Kristo, nenda ukaguse huyu mahali kijana anaposumbuliwa. Baba, takasa uzima wake Baba, kwa nguvu zako Mwenyezi Mungu. Nenda katibu, nenda ukaondoe ugonjwa unomsumbua huyu kijana, apate uzima wake. Fire! Thank you Jesus. Thank you God. In the name of Jesus. Asante Yesu. Oh, asante Yesu. Asante Mungu wangu. Haleluya. Sasa unaweza kusimama. Unajisikiaje na maombezi? Sawa. Sasa ningependa kukuomba kitu kimoja.
inabidi uwe unafika kanisani kwangu kwa ajili ya ibada endelevu. Nimekuita hapa kwa sababu ile kazi nilokupatia ya kumuingiza mchungaji kwenye mfumo wetu tayari nimeshaikamilisha. Ndio Malkia. Hivyo basi nakupatia jukumu jingine. Nahitaji uniletee nafsi 10. Na maanisha nataka waue watu 10 na uzilete nafsi zao hapa kwangu. Umenielewa? Nimekuelewa Malkia. Lakini nini? Sihitaji maneno mengi. Nenda kakamilishe jukumu nilokupatia. Nimekuelewa Malkia. Hai ho magic power. Habari yako binti? Salama. Naona unasumbuliwa na tumbo. Ndio mtumishi. Limeanza muda au ni tumbo tu la ghafla? La ghafla. Oh, nimepata hapa kugundua kitu. Nimepata kujua kitu. Sasa nitaachilia maombezi kwa ajili ya hilo tumbo na utapata kupokea na utakuwa mzima. Baba, katika jina la Yesu, natoa nguvu zote za kichawi katika binti huyu. Nguvu za giza, na naweka nuru kwenye mwili wake. Toka! 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 Fire! 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 Naachilia nguvu zako. Fire! 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 Oh, asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Unajisikiaje sasa na hali yako? Nashukuru mtumishi, najisikia vizuri. Mungu akubariki. Na mimi nakukaribisha ufike kanisani kwangu kwenye ibada bila kukosa. Amina mtumishi. Kanisa lako linapatikana wapi? Oh, kanisa langu haliko mbali sana na maeneo ya huko. Hivyo basi nitakuachia mawasiliano yangu. Halo mke wangu. Kiukweli nimebanwa mno na shughuli za ibada za kanisani, nimebanwa kwa kweli. Na ndo maana sikuweza kurudi tangia juzi. Oh. Kiukweli niko mbali sana na wewe. Nitakutumia shilingi 5,000 kwa ajili ya matumizi. Okay, sawa. Usije ukathubutu kufanya hivyo. Nilikuelekeza hupaswi kabisa kuihudumia familia yako. Hapo ni sawa na kukitafuta kifo chako mwenyewe. Lakini nina mtoto mdogo. Oh God. Walilao waganga we, walilao waganga, shili langu la kupwaza we, walilao waganga, walilao waganga we, walilao waganga, shili langu la kupwaza we, walilao waganga. Mama twende we, twende mbele we,
twende nyuma we, twende. Haya walilao waganga we, walilao waganga, shili langu la kupwaza we, walilao waganga. Naona kuna mtu anakuja. Walilao waganga, shili langu la kupwaza we, walilao waganga. Karibu, karibu, karibu. Naona leo nuru imenitembelea katika kilinge changu. Hupaswi kukaa kwa sababu wewe ni mkuu wa kila kitu katika msitu huu. Niambie, unahitaji kujua nini? Nimekuja, nilikuwa nahitaji kufahamu kwa sababu nimekuwa nikitokewa na mauzauza mengi sana. Nikiambiwa kuna nguvu, kuna nguvu. Leo nilikuwa nahitaji kuzifahamu nguvu zangu. Nguvu ni wewe mwenyewe. Ukitaka kufanya jambo, utasugua viganja vyako mara 3 na kisha utaielekeza pete, na pete hiyo ndiyo kila kitu. Maana hata hapa ulipo hakuna kitu chochote kinaweza kuingia na kutuzuru. Naona umekuja tena. Sasa leo mwisho wako umefika. Siku zote umezoea kunionea na kuninyanyasa, lakini leo nuru imefika kwenye kilinge changu. Hivyo basi, ondoka haraka sana kabla hujaingia matatizoni. Magic power.